أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول الله الكريم وعليه منا ومنكم أفضل صلاة وأزكى التحية والتسليم والحمد لله رب العالمين. Ndugu yangu, nimeanza na sura miongoni mwa sura za Qur'ani tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tunaielekea mwezi au masiku ambayo ni masiku bora katika ulimwengu, siku ambayo ni adhimu, ni tukufu kuliko miezi yote 12, na hiyo miezi 12 zidisha mara hiyo, tukaambiwa miezi 1000 miezi 1000 ni bora. Usiku huu unaopatikana katika masiku au katika mwezi huu wa Ramadhani ni bora, ni mtukufu kuliko miezi 1000. Ni siku gani na una faida gani? Ndugu yangu, wewe mtazamaji na mfuatiliaji wa Jureej Mo, ninakuhimiza usiweze kuukosa usiku huu uliokuwa adhim, usiku huu uliokuwa mtukufu kabisa katika kujipatia ghanima za mali na utukufu wa kipato kilichokuwa kitukufu kupitia siku hii moja tu. Ni upi? Usiku wa Lailatul Qadr ambao haupatikani isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, tena katika 10 la mwisho kabisa. Ndugu yangu, Allah anasema hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani tukufu katika usiku wenye cheo. Je, ni upi huo usiku wenye cheo? Usiku wenye cheo bimaana usiku wa Lailatul Qadr. Allah ameiteremsha Qur'ani katika usiku wa Lailatul Qadr, lakini usiku wa Lailatul Qadr ni usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Sasa angalia tukio la mwezi huu, la usiku huu. Usiku huu na matukio ni makubwa sana na hawezi kuupata. Wako watu rasmi, watu special kabisa ambao wataweza kudiriki usiku huu wa Lailatul Qadr, na ni watu ambao pia kadhalika wasioweza kuupata usiku huu wa Lailatul Qadr. Wapo watu ambao inastahili kwao kuupata usiku huu wa Lailatul Qadr, na wapo watu ambao haistahili kwao kuupata usiku huu wa Lailatul Qadr. Kuwa pamoja nami uweze kutambua ni kina nani hao wana uwezo wa kuupata, inastahili kwao kuupata, na wale ambao haistahili kwao kuupata usiku huo wa Lailatul Qadr. Ndugu yangu, usiku huu wa kwanza huteremka malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wanatanda na kutandaza na kutanda ulimwenguni kote, isipokuwa katika usiku huu, bimaana malaika wa Allah wanatandaza na kutanda na kuenea na kuteremka wote, isipokuwa viumbe wale waovu na wachafu na wabaya, wote wanakuwa hawapo na hawaonekani kabisa. Usiku huu ni usiku ambao, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji, kuna kheri za Allah subhanahu wa ta'ala, baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Ni usiku ambao ni mtukufu, usiku mtulivu, usiku ambao hauna fujo, usiku ambao umejaa neema na nuru kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Huteremka malaika min kulli amr, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, kukiwa na malaika mkubwa kabisa Jibril akiteremka pamoja na hao. Wapo watu ambao usiku huu haustahiki kwao kuwapata, wala haistahili wao kuupata usiku huu. Ni kina nani? Wale ambao hawana takwa,
wale ambao wamejirakiz katika kuyafanya mambo ya kumkasirisha Allah, hawa hawawezi kuupata usiku huo. Lakini usiku huu kama ni kuupata, wataupata wale wacha Mungu. Kama ni kuupata usiku huu wale ambao wamerakiz katika kumcha na kumwogopa Allah na kuyafanya yale ambayo Allah subhana ameweza kuyaamrisha na anayoyapenda, hawa wacha Mungu ndio ambao wataweza kuupata usiku huu. Hakika ndugu yangu, ukiwafikishwa kuupata usiku huu, hakika utakuwa umepata kheri ni kubwa. Kipi sasa uombe katika usiku huu na usiweze kupata? Ndugu yangu, hutoomba kitu chochote kile katika usiku huu, lazima wewe utakipata. Wallahi, hutoweza wewe kurakiz kwa Allah katika usiku huu kumuomba chochote isipokuwa Allah atakuwa ni mwenye kukupa. Allah atakuwa ni mwenye kukusaidia. Allah atakuwa ni mwenye kukupa. Ndugu yangu, uko wapi wewe ambaye unaomba utajiri? Hii ndio fursa iliyokuwa kubwa sana. Wewe ambaye unataabika, unahisi unahitaji uweze kupata mali kupitia usiku huu, ndio usiku ambao utaweza kufanikiwa hicho unachokitaka. Wewe ambaye unatafuta mume aliyekuwa mwema kabisa, hapa ndio mahala ambapo pa kujidai ndugu yangu. Wewe ambaye unatafuta mke pia kadhalika, hapa ndio ambapo mahala pa kuweza kujidai. Na wewe ambaye una maradhi ambaye yamekusumbua muda mrefu, umeenda hospitalini na umeweza kupewa mambo ambayo huna uwezo nayo, utafute milioni 100 ili upelekwe India au uweze kuingizwa katika hospitali ambayo utaweza kufanyiwa matibabu. Lakini wewe mwenzangu kama mimi, pangu pakavu tia mchuzi, huna uwezo huo, umekata tamaa, umerudi nyumbani, umetulia, basi muombe Allah kupitia huu usiku, uone Allah subhanahu wa ta'ala maradhi yako yote atakuwa ni mwenye kukuondolea. Wewe ambaye umekata tamaa kutokana na ukimwi, basi hakika hii ndio fursa ambayo ya kuweza kuitumia Allah aweze kukuhafifishia na kukuondoshia maradhi hayo mazito ambayo unahisi hakuna yoyote ambaye au hakuna dawa yoyote ambayo itaweza kukuponyesha. Basi Allah ndio atakaye kuponyesha kupitia huu usiku adhimu kabisa. Usikose. Mimi wako Jureji Mo nitakuwa sio mwenye kukosa usiku huo. Nitajitahidi ala kulli hal, na wewe jitahidi usiweze kukosa. Ndio maneno mimi ya bibi wako. Na mimi wako Jureji Mo nitakuwa mfanyaji sasa. Mimi mwalimu wako. Sitaki. Habibi wako. Mimi wako Jureji, basi natosha. Mimi wako Jureji Mo nitakuwa si mwenye kukosa usiku huu. Wewe pia jitahidi usiwe ni mwenye kukosa usiku huu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.